Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al qayyima liyundhira ba'san shadida. Sio kazi yake kufanya dawa, hii ni kazi ya umati Muhammad. Liyundhira ba'san shadida. Jamani, tunapigwa kesho kutwa. Kesho kutwa tunakufa. Mabomu ya Marekani yanalipuka, nyuklia haitaacha mtu. Nikusanyie waja wangu. Allah akanifahamisha kupitia njia ya ilham. Bwana wewe, kwa sababu umeanza muda mrefu, na kukabidhi wa ayyadahu bi ruhin minhu. Muandikie barua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kazi iliyofanywa na manabii. Kwa hiyo najitangaza, the first objective niliyopewa, andika barua kwa Mheshimiwa nani? Rais. Sina uhakika kama Waislamu mmeisoma hiyo barua. Waislamu mmegundua tu yanajiita nabii, yaliyomo ndani umeyafuatilia. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naona dakika zangu zimekwisha. Kwa kifupi tu, nadhani mengine nitaeleza kupitia maswali, lakini kwa kifupi, mwezi 23 mwezi wa 9 Ramadhani ndipo Mwenyezi Mungu anitia ilham, akanifahamisha haya na kuniambia, wewe muandikie Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umtake tuiandae hii nchi iwe Dar es Salaam. Na ndio maana lile jengo limeandikwa, lile jengo lenyewe la Dar es Salaam linasemaje ile? Idkhuluha bisalam. Sasa mpaka leo, pamoja na serikali hizi kuwepo, hawajawahi kufuta hayo maneno kwenye lile lango. Sasa tujiulize kwa nini. Sisi tukiwa Ahlus Sunna wal Jamaa tunakubaliana kwamba Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alipojitokeza katika wakati wake, kiumbe ambaye alidai madai kama haya ambayo amekuja nayo Hamza Isa, kuna jina alimpa, na jina lile sisi Waislamu kumpa mtu anayefanana na yule kwetu sisi ni sunna. Kwetu sisi ni sunna kumpa mtu ambaye amekuja na kitu ambacho fulani alikuja nacho wakati wa Mtume, na Mtume sallallahu alaihi wasallam huyo mtu alimpa jina. Alitokea mtu anaitwa Musailama wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye alijitangazia utume, na Mtume akamwita Musailamatul Kadhab. Kwa nafasi hiyo, ana liyawm usami hadha ash-shakhs Hamza al-Kadhab. Kwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, leo hii ninamwita mtu huyu kuwa ni Hamza al-Kadhab, kwa kufuata sunna za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na si mtume bali ni Hamza muongo. Hamza muongo. Kikaja kizazi cha kina Imamu Nawawi. Hawa watu Mungu aliwapa uwezo wa kufasiri upya kulingana na mazingira. Kwa hivyo Mungu hawezi kukubali ikakosekana kabisa true knowledge ya Kiislamu. Lazima angalau kila miaka 100 tafuta hata mwanachuoni mmoja awaambie watu. Inawezekana mimi tu Mungu kanipa tu, ila tu udhaifu nilionao ni lugha tu. Surati Yusuf aya 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Maneno haya anamwambia Mwenyezi Mungu, anamwambia Mtume Muhammad, huu ndio mfumo wangu, hii ndio njia yangu, hii ndio dini yangu iliyo sahihi. Waambie hivyo, Mungu anasema hivyo. Waambie hii ndio dini yangu, ad'u ila Allah. Mimi Muhammad na walingania watu kuja katika njia sahihi ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini silinganiki hivi hivi tu. Ala basira, mahallu shahid, ala basira. Nikikutanabahisha umesema mwenyewe sio mzuri wa Kiarabu, hii ni shibhu jumla fi mahali nasbi ala alhal. Nalingania hali nikiwa na utaalamu. Mtume anaambiwa aseme hivyo, ala basira, silinganii tu kizembezembe, bali ala basira, hali nikiwa na utaalamu nayo. Alafu kulingania huku mimi Muhammad nalingania nikiwa najua, sio mimi tu. Qur'ani ikaendelea, ana wa man tabani.
hilo nalifanya mimi na wote wanaonifuata. Kama unamfuata mtume unalinganiaje wakati hujui? Wakati Qur'ani inasema ana wa manitabani. Nitaomba radhi, sio mzuri wa kusoma Kiarabu. Kwa hiyo mahala nitakapokosea mnichukulie kama mwanafunzi, kwa sababu na hiyo yenyewe ni muujiza mkubwa kwenu, kwa sababu wa kwanza alikuwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliteuliwa akapewa cheo kikubwa, hajui hata kusoma na kuandika. Laysa ma'al ayn ayn, laysa ma'al ayn ayn. أنا أدعي شيئا، الشيخ الهادي يدعي شيئا، أخي الحبيب يدعي شيئا، أخي كل الناس، أي إنسان يدعي شيئا لابد له من دليل وحجة على هذا الكلام. فإذا كان الشيء أمامنا هكذا فلا يحتاج إلى دليل، لأن العلماء يقولون توضيح الواضحات من المشكلات. شيء واضح يعني أوضحه زيادة هذه مشكلة، ما تتيزه بالسواهيلي، فهموا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي فضل العلماء على غيرهم قليلا بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم الصلاة بعد والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، ambao ni washiriki wa munakasha huu, kwamba lililo mbele yetu ni munakasha ama debate au majadiliano, mahama tutakavyoita, lakini almuhimu ni juu ya pande mbili ambazo zimekutana. Lengo la majadiliano yetu na madhumuni ni kupokea ufafanuzi wa uhalali wa Ustadhi Hamza Isa kupewa cheo cha unabii na radi toka kwa mashekhe na wanawazuoni ambao wako hapa. Kama nilivyosema kwamba ni siku ya kupata ufafanuzi wa uhalali wa Ustadhi Hamza Isa kupewa unabii, na sisi kama wanazuoni mashekhe kuradi kauli hiyo kwa hoja na kuzijibu. Lakini nieleze chanzo cha mkutano huu. Chanzo cha mkutano huu ni barua iliyoandikwa na Ustadhi Hamza Isa ya tarehe 16 mwezi wa 7, barua ambayo amemwandikia shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam akiomba kukutana na mashekhe na wanawazuoni ili kuelezea uhalali wa unabii wake. Mimi nitaomba kwanza nisome hiyo barua kama ilivyo. Barua hii ambayo inasema yahusu ombi la kukutana na maulama na mashekhe wa Dar es Salaam ili kutoa ufafanuzi na uhalali wa mimi kupewa cheo cha unabii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi Ustadhi Hamza Isa mwezi 23 Ramadhani 1438 Hijria, sawa na tarehe 18 mwezi wa 6 2017, nilipata ilham wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kanichagua na kunipa cheo cha kuingiwa na roho ya Nabii Ilyasa alayhi salam, aliyetabiriwa na vitabu vitakatifu kuwa atarudi zama za mwisho
baada ya yeye kuondoka duniani kama alivyoondoka Nabii Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala akanitaka nijitangaze kwa watu wote kuwa mimi sasa nafanya shughuli za dini kama Nabii Isa na si ustadhi, kama Nabii Ilyasa na si ustadhi Hamza Isa tena. Na jukumu langu ni kuwakusanya wachamungu wote duniani kote waje katika nchi ya Tanzania ili Allah subhanahu wa ta'ala awaadhibu wanadamu baada ya wao kushindwa kuishi kwa kufuata misingi ya maisha iliyofundishwa na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kutekeleza maagizo ya Allah kama alivyonielekeza, kukatokea mtafaruku na mzozo mkubwa kwa ndugu zangu Waislamu mitandaoni, hata katika misikiti mbalimbali nchi nzima. Khutba na mawaidha mbalimbali yakaandaliwa na baadhi ya mashekhe nchini kote dhidi yangu na kunituhumu kuwa mimi ni mzushi. Hakuna madai kama hayo katika dini yetu, kwa kuwa nabii wa mwisho ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ikadaiwa kuwa kwa kuwa mimi kujiita Nabii Ilyasa basi ni murtadi, si muislam tena. Wengine wameenda mbali kwa kuhisi kuwa mimi natumiwa na wasiokuwa Waislamu kuichafua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ili kujipatia fedha. Hisia zingine ni kuwa huenda nimepatwa na maradhi ya kishaitani. Hivyo kwa kuwa siwezi kuendelea kutekeleza majukumu yangu na hali hii ya kukosekana amani kwangu mwenyewe na wafuasi wangu, nimeona ni kuombe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala unisaidie kuwapata mashekhe na maulama 20 kutoka taasisi na madhehebu mbalimbali ili niwafafanulie jambo hili kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Kwani endapo watakapolielewa jambo hili itakuwa sababu ya umma mzima wa Kiislamu kuelewa na amani itarejea ndani ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam nchini kwetu na sehemu zingine ambazo habari hizi zimeenea. Pia kwa kuwa mimi Nabii Ilyasa ni Muislamu na mwenyeji wangu na wadau wakubwa wa jukumu hili nililokabidhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni Waislamu, siwezi kuendelea kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi bila kushirikiana na mashekhi na maulama wa Tanzania wakiongozwa na wewe mwenyewe kwa mkoa wa Dar es Salaam na kiongozi wetu mkuu Mufti Sheikh Zubair, Allah amuhifadhi. Naomba unisaidie kuitisha kikao cha dharura cha mashekhe 20 kutoka taasisi na madhehebu mbalimbali ili jambo hili liweze kubainishwa, kwani muda niliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kumaliza jukumu langu hili zito ni mfupi sana, kwani inatakiwa kabla ya Septemba 2018 liwe limekamilika. Ni matumaini yangu kuwa kama shekhe wangu wa mkoa utapokea ombi langu na kulifanyia kazi kwa maslahi ya dini, huku tukitaraji malipo makubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akubariki wewe pamoja na mashekhe wote wa Tanzania. Ni mimi mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, Ustadhi Hamza Isa Nabii Ilyasa. Akaweka namba zake za simu, nakala kwa Mufti Sheikh Abubakar Zuberi, BAKWATA makao makuu. Ndugu mashekhe wangu, baada ya kupata barua hii nilikwenda kumuona Mheshimiwa Mufti kama kiongozi wangu mkuu na kushauriana naye. Akasema ni vizuri sisi hivi karibuni tutakuwa na tamko ambalo tutatoa kama press, lakini pia kwa kuwa ameomba kukutana naye, mpeni fursa ya kuzungumza naye. Kwa hiyo endelea, liandae jambo hilo na mfanye hiyo debate, musikilize hoja zake na kile ambacho atachokisema. Kwa hiyo mkutano huu una baraka zote za Mheshimiwa Mufti kwamba tukae na Ustadhi Hamza tusikilize hoja zake na pia tuone namna gani tunamjibu au tunamuelekeza au kumueleza usahihi wa vile ambavyo sisi tunaamini. Sasa mimi leo ndo mwenyekiti wa kikao hichi, ndiye niliombwa na Ustadhi Hamza na nikasema basi acha mimi nilisimamie jambo hili kwa baraka za Mheshimiwa Mufti ili tuone tunasikiliza hoja zake. Sasa utaratibu, kwanza naomba nirejee kwenu
mkutano wetu tulikusudia tuufanye kwa siku 2, lakini maelekezo ya Mheshimiwa Mufti yaliona kwamba hatuna sababu ya kuendelea siku 2. Siku 1 tu inaweza kututosha. Mtaona katika ratiba yetu kuna mahudhurio, kuna fatha ya ufunguzi ambayo imekwisha tolewa, kuna utambulisho ambapo kila mmoja atajitambulisha yeye mwenyewe, na madhumuni ya munakasha ambao nimekwisha ueleza hapo. Kuna takdimu wa taakhiri. Ilikuwa kwanza tuanze utambulisho, alafu kuna kuhudhurisha madai ya utume, atahudhurisha madai ya utume, alafu kuna kujibu hoja, mashekhe wanazuoni watajibu hoja zake. Kuna saa nzima hapo, alafu kuna swala ya dhuhuri na chakula, alafu baada ya dhuhuri na chakula tunarudi kwa ajili ya radi na kuendelea na hoja, alafu kuna yotoka nayo. Lakini jana Mheshimiwa Mufti akaniongezea maazimio ya kikao, kwamba pia tutoke na maazimio ya kikao. Kwa hiyo chini hapo utaongeza maazimio ya kikao. Sasa hiyo ni ratiba. Kama kuna taaliki kidogo katika ratiba kabla tujaendelea. Hadidu rejea zinasomeka kwanza, hoja zizingatie Qur'ani, Sunna na ijma'. Hoja zizingatie Qur'ani, Sunna na ijma'i ya wanawazuoni awalan. Pili, kuheshimiana kwa washiriki wote. Sisi ni wanazuoni, hilo bila shaka hatuna shaka nalo. Tatu, kutumia lugha ya heshima, sio jazma na kadhalika, lugha ya heshima. 4, haki ya kusikilizwa kwa kila mshiriki, haki ya kusikilizwa kwa kila mshiriki. 5, kutoongea bila ya idhini ya mwenyekiti. 6, kutochangia au kuongea zaidi ya dakika 20 katika kuchangia. 7, Mheshimiwa Mufti akaniongezea hiyo, akasema kuto panic kwa pande zote. Hii aliiongeza yeye ya 7. Kaandika kwa mkono wake hapa, kuto panic kwa pande zote. Katika hadidu rejea kuna ziada ambayo labda tunadhani, maana ndio mwongozo utakaoongoza mjadala wetu. Nadhani tuko vizuri. Sasa naomba elekeza maiki kwa ajili ya utambulisho kwa kila mmoja. Kutokea taasisi ya Hikma. Naitwa Ali Saidi Basale. Mimi ni memba wa Hay'atul Ulama al-Muslimin fi Tanzania, the Organization of Muslim Scholars in Tanzania. Naitwa Sefu Sadiki Mwenga, natokea katika taasisi ya Darul Muhib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naitwa Juma Sadiki Mwenga, natokea katika taasisi ya Darul Muhib na pia ni msaidizi katika Masjid Faidhani Madina Faru na Mwezi. Naitwa Mahmud bin Nurdin Hussein Shadhili, mwenyekiti wa jumuiya ya Shadhili. Naitwa Khamis Abbas Mtupa, kadhi wa mkoa wa Pwani na kaimu shekhe wa mkoa wa Pwani. Naitwa Muharram Mziwanda, imam mkuu Masjid Salih Kawe. Naitwa Ustadh Hamza Isa, mimi ndo ambaye Allah amenipa cheo cha kuwa nabii wa Ilyas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Haji Mbaga, mimi ni mfuasi au sahaba wa Nabii Ilyas zamani Ustadh Hamza Isa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Ustadh Rizwan, ambaye kwa jina lingine ama kwa sehemu nyingine ni naibu msaidizi amiri, na sasa ni sahaba wa Nabii Ilyas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Hamza Hussein, mimi ni miongoni mwa maamiri
msaidizi na ni mwanafunzi na mfuasi wa Isa na Hamza Isa au Nabii Ilyasa. Naitwa Dr. Lugendo Lugazo, ni mwanafunzi wa Nabii Elia na pia ni mfuasi wa Nabii Elia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina naitwa Jabir Ali. Mimi ni mfuasi wa aliyekuwa anajulikana kwa jina la Ustadh Hamza Isa, lakini kwa sasa Allah kamnyanyua daraja, anajulikana kama Nabii Ilyas. Baada ya utambulisho huo, sasa waheshimiwa mashekhe, naomba sasa tumpe Nabii Ilyasa kama anavyojiita yeye mwenyewe ahudhurishe madai ya utume. Na rai iliyotolewa kwamba muda ulioandikwa ndani ya ratiba ni mrefu sana, jitahidi uutumie angalau usizidi saa moja. Angalau usizidi saa moja, kwa sababu wewe ndiye ambaye unayetakiwa kusikilizwa. Kama ilivyoelezwa kwako, kinachotakiwa ni kutoa ushahidi. Albayinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankar. Lakini kwa kadhia hii hakuna yamin. Ukitoa hoja zako sisi hatuli yamini. Mashekhe wataradi, kwa hiyo watakujibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, khususan ala afdalihim wa khataman nabiyyin Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fin nahar wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab. Innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namshukuru Allah tabaraka wa ta'ala kwa uwezo wake na mamlaka yake ambaye katukutanisha wote leo hapa, nikiwa mimi pamoja na jopo la maulama wa mkoa huu wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani, tukiongozwa na shekhe wetu mkuu wa mkoa Sheikh Al-Hadi Musa. Hatukuja kwa matashi yetu, bali kwa mapenzi yake Allah tabaraka wa taala. Yeye ndio kakadiria leo kifanyike kikao hiki hapa. Kwa hiyo kila sifa njema ni zake Allah tabaraka wa taala. Rehma na amani zimwendee Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye alitumwa kwa ajili ya watu wote duniani, mbora wa viumbe na mtume na nabii wa mwisho kwa orodha ya manabii waliotumwa na Allah tabaraka wa taala. Lakini rehma pia na amani zimwendee Nabii Isa alayhi salatu wassalam, ambaye yeye tunamtarajia kurudi katika ulimwengu huu, pamoja na manabii wengine wote waliotangulia. Mwenyezi Mungu awapelekee rehma na amani. Napenda pia kutoa shukurani kwenu mashekhe. Sio rahisi kusikia mtu anazungumza maneno kama haya mkaamua kutenga muda wenu kwenda kumsikiliza. Si jambo jepesi.
alafu mtu mwenyewe kijana mdogo, mtoto wenu, wengine mdogo wenu, lakini yote kwa sababu ya uchamungu wenu mkaona muache shughuli zenu kuja kunisikiliza. Allah tabaraka wa taala atakulipeni malipo makubwa fi dunia wal akhirah. Ni mshukuru kwa shukrani za pekee sana Sheikh Al-Hadi Musa. Kwa kweli yeye ndiye amefanya asbabu ya sisi kuwepo hapa, ni yeye. Nikimuomba juu ya mtihani niliokuwa nao kwa sasa anisaidie kuwapata mashekhe, na nashukuru nikampa nakala mufti, na kwa taarifa alizotupa hapa Sheikh Al-Hadi ni kwamba mufti ametoa baraka. Kwa hivyo kikao hiki kinajulikana kila mahali ndani ya viongozi wa Kiislamu katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hivyo kazi hii angeweza kuipuuza Sheikh Al-Hadi, akachukua barua yangu akaweka pembeni, lakini kwa rehema zake na uchamungu wake alionao kwa sababu ya kuithamini dini ya Allah akanikumbatia, akaweza kulifanya hili. Kwa hivyo shukrani pekee pia zikuendee wewe Sheikh wa mkoa. Ndugu zangu, nianze kwa tatumia system ya PowerPoint katika kwenda kueleza kile ambacho nakusudia kueleza. Nijitambulishe kwanza kwamba mimi naitwa Ustazi Hamza Isa. Nimezaliwa mkoa wa Kagera, wilaya Bukoba mjini. Wazazi wangu wote wapo wawili, wanaishi eneo linaitwa Mkigusha, wapo hai. Nimesoma shule ya msingi pale Lumuli, baadaye nikaingia sekondari, nikamaliza, nikaingia high school, nikasomea Mkwawa, nikamaliza. Mwaka 2005 nikapata kazi serikalini kama katika taasisi ya mamlaka ya hali ya hewa kama meteorologist, ambaye nilikuwa nafanya kazi ya kukusanya takwimu za hali ya hewa. Lakini baadaye nikajiendeleza kielimu. Mwaka 2006 nikaanza shahada katika chuo kikuu cha Al-Waha, nikapata shahada ya sayansi ya kompyuta, Bachelor in Computer Science. Nikahitimu, nikahamishiwa kazi makao makuu Tanzania Meteorological Agency Ubungo Plaza pale. Alhamdulillah, toka nikiwa mdogo, pamoja na shughuli hizi na masomo haya ya kisekula, sikuiacha dini yangu. Nilikuwa nikitamani na nikipenda sana dini yangu, kufuatilia kwa namna moja au nyingine. Mwaka 2013 nilipata mtihani kazini, nikasimamishwa kazi Septemba mwaka 2013. Lakini baada ya kusimamishwa sikutamani kufanya kazi, kwa sababu nilikuwa nimeshaanza kuwa na hamu na dini zaidi kuliko kazi, na nilikuwa na maswali mengi sana nilionayo kichwani mwangu na siyapatii majibu. Kwa hiyo kusimamishwa kazi mimi kwangu niliona kama ni asbabu sasa ya Allah tabaraka wa taala kunipa fursa ya mimi kufanya utafiti wa maswali ambayo niliyokuwa nayo. Kwa rehema zake Allah nikaanza kufanya kazi ya dawa kwa elimu ndogo niliyokuwa nayo mpaka mwezi 23 Ramadhani hii ya mwaka 1438 Hijiria, nikapata ilhamu Mwenyezi Mungu kunifahamisha kwamba sasa wewe sio Ustazi Hamza tena wa akhiru zamani, bali wewe nimekupa mimi cheo cha kuwa Nabii Ilyasa, kwa maana yanakuongezea nguvu kama nilivyomuongezea nguvu Nabii Ilyasa. Maana kuna Nabii Ilyasa na Nabii Ilyasa. Basi na wewe nakuteua kwa staili kama hiyo, ufanye kazi ambayo nitakutaka ufanye. Kwa kifupi, hiyo ndiyo historia yangu. Nitoe ufafanuzi kwa madai ambayo yametolewa kwamba mimi ni Ustazi Hamza Isa, kwa sasa ni Nabii Ilyasa.
Mungu anasema falyauma nunajika bibadanika litakuna liman khalfaka aya. Leo mwili wa Firauni upo, liman khalfaka aya. Wa inna kathira minan nasi an ayatina laghafilun. Tumesahau ishara za Mungu zipo. Nenda Misri utamuona Firauni. Mungu anasema wa inna kathira minan nasi an ayatina laghafilun. Tumesahau. Kumbe hii fil akhirina Firauni alifanyaje? Shirki. Nikaendelea nikakutana watarakna alayhi fil akhirina ya nani? Ya Nabii Ilyas. Lakini mara hii huko alisema salamun ala Nuh, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun. Huku hakutumia Ilyasa. Mungu akabadilisha jina, salamun ala Ilyasin. Kwa nini Mungu ambadilisha jina la huyu? Alladhina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala. Mimi nikikuuliza hili swali na litafuta majibu nayopata katika tafsiri za Qur'an hayaniridhishi. Wananiambia fiti, nikagundua kwamba Allah tabaraka wa taala amesema katika Qur'ani sura ya 10 na sura ya 58. Sura ya 58 sio inaitwaje? Surati Mumtahina. Mujadila. Naam? Anasema Mwenyezi Mungu, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'uhum wa abna'uhum au ihwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin minhu. Kumbe kuna watu Mwenyezi Mungu anawaongezea power ya kazi ya dini. Kuingiwa roho sio jambo. Kuna mtu mmoja amesema reincarnation. Kwa hiyo nikaanza kama nikagundua roho ya Nabii Ilyas ipo duniani. Huyu mtu akufa. Reincarnation, mtu lazima afe. Huyu Nabii Ilyas kwa tafiti nilizofanya hakufa, na nyinyi mfanye tafiti leo. Kama akufa, yupo Nabii Isa atarudi. Wa innahu la ilmun lisa. Hajafa huyu. Wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi kabla mautihi. Huyu akufa, na huyu kama akufa, kullu nafsin dhaikatul maut, itakuwaje kwa huyu Ilyasa? Nikafuatilia maisha ya Nabii Ilyasa wakati anapambana wakati ule anawaambia watu ataduuna Baala watadharuna ahsana alkhaliqina. Kama sisi saizi tunaabudu secularism, tunaacha Qur'an, ndio Baala. Secularism ni Baala. Ndio nikagundua kwamba baada ya yeye kufanya kazi ya dawa wakataka kumuua, Mungu akamuelekeza mtafute mtu anaitwa Ilyasa. Baadaye alivyoondolewa kama alivyoondolewa Nabii Isa, ile roho yake Ilyasa aliyebaki akaomba kwamba unaondoka, naomba haya mamlaka na nguvu ulionayo niachie. Ndipo Mungu akamchagua yule kuwa Nabii Ilyas, lakini akampa nguvu, wa ayyadahu biruhi min, akampa nguvu ya Nabii Ilyas, ikamuingia Nabii Ilyasa. Kwa hivyo kilichotokea, na mimi nikaanza kujiuliza, lakini kwa bahati mbaya sana mambo hivyo vitabu hivyo vya Kikristo hivi, nikagundua Wakristo wameshagundua kwamba Nabii Ilyas atatokea Tanzania. Wameandika vitabu vyao wakisema Tanzania ni taifa takatifu, Tanzania ni urithi wa Mungu. Mimi naviona kwenye Qur'ani kabla hata sijawajua hawa. Na wanasema nabii wa mwisho Nabii Elia,
Na kuna mtu yuko pale alikuwepo toka 2013 amekufa 2016, alijiita yeye ndiye amekamilisha ujio wa Nabii Isa, ujio wa Nabii Ilyasa. Alivyoondoka yule aliyemrithi anasema saizi hakuna haja ya manabii, ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kuna mtumishi mmoja inaitwa The Pool of Siloam Church anasema mimi ni Mungu, yuko pale. Kwa sababu kizazi cha manabii kimekwisha. Ni kweli. Kwa maana kazi ya Nabii Ilyasa sio kufanya dawa, ni kuja kuambia jamani, wayundhira alladhina, ile aya pili ya surati al-Kahf, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al qayyima liyundhira ba'san shadida. Sio kazi yake kufanya dawa, hii ni kazi ya umati Muhammad. Liyundhira ba'san shadida. Jamani, tunapigwa kesho kutwa. Kesho kutwa tunakufa. Mabomu ya Marekani yanalipuka, nyuklia haitaacha mtu. Nikusanyie waja wangu. Allah akanifahamisha kupitia njia ya ilham. Bwana wewe, kwa sababu umeanza muda mrefu, na kukabidhi wa ayyadahu bi ruhin min. Muandikie barua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kazi iliyofanywa na manabii. Kwa hiyo najitangaza, the first objective niliyopewa, andika barua kwa Mheshimiwa nani? Rais. Sina uhakika kama Waislamu mmeisoma hiyo barua. Waislamu mmegundua tu anajiita nabii, yaliyomo ndani umeyafuatilia. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naona dakika zangu zimekwisha. Kwa kifupi tu, nadhani mengine nitaeleza kupitia maswali, lakini kwa kifupi, mwezi 23 mwezi wa 9 Ramadhani ndipo Mwenyezi Mungu anitia ilham, akanifahamisha haya na kuniambia wewe muandikie Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umtake tuiandae hii nchi iwe Dar es Salaam. Na ndio maana lile jengo limeandikwa, lile jengo lenyewe la Dar es Salaam linasemaje ile? Idkhuluha bisalam. Sasa mpaka leo pamoja na serikali hizi kuwepo hawajawahi kufuta hayo maneno kwenye lile lango. Sasa tujiulize kwa nini. Nawashukuruni sana Waislamu, naomba mnisame. Mimi sio mwanachuoni kuwazidi nyinyi, ila nimepresent kile ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia. Kama kuna nimekosea mnisame, lakini nachoomba tujadili kwa upendo. Msinione kama mimi gaidi. Kwa kifupi tu, baada ya kusimamishwa kazi mwaka jana 2016 nilirudishwa kazini. Hivi mwezi 23 ile kuanzia Idi ndio nimeacha kazini. Mimi ni ICT officer wa ministry, kitambulisho changu hiki hapa. Mimi ni ICT officer Ministry of Natural Resources, Wizara ya Maliasili na Utalii. Siwezi kuacha kazi ninayo ya kufanya. Na ripoti kwa Waziri Magembe. Sasa siwezi kuja kuitania dini. Leo kila mtu mmoja ananiambia laana tu. Mimi naweza nikaacha kwa sababu ya pesa. Nimetukana, kila mtu ananitukana sasa. Kwa sababu ya pesa. Pesa shilingi ngapi inaweza ikanifanya mpaka wazazi wangu wanatenga? Kama kazi nayo mimi, I'm ICT officer, I'm educated. Nimeshindwa kutafuta maisha. Kwa hivyo nawaomba mnisame, Mwenyezi Mungu atawafahamisha. Asalamu alaykum wa rahmatullah. Umefika wakati sasa wa kujibu hoja mashehe au wanawazuoni. Kujibu hoja au kutoa hoja au hata kumuuliza maswali kwa mujibu wa maelezo yake. Mahalu shahid nadhani sote tunapajua. Ile habari nyingine ile ya mawaidha mengi na nini yale ni yote ambayo sisi tunayazungumza siku zote. Tucheze na pale mahalu shahid. Kila mmoja atakuwa amenoti namna gani huo utume ameupata. Hiyo ta'yid ambayo aliyoipata biruhi min indillah, kaifia na vitu vya namna hiyo, nyinyi sasa ndio ambao mtawafungulia mlango. Bismillah wa ala millati rasulillah, falyatafaddal mashkuran. Tuanze na Sheikh Muharram Mziwanda. Ndugu zangu Waislamu tuliohudhuria katika jambo muhimu sana hili, awali ya yote
Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kumtakia ziada za rahma na amani mwalimu wa umma, kiongozi wa umma, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nadhani tumemsikia ndugu yetu ambaye anadai utume, namna alivyoanza mpaka alipokoma. Lakini tunaweza tukamtuhumu anakosea, kumbe yuko sahihi. Mahala pa kuanzia ni kutaka kujua yeye ni nabii kwa maana ipi. Neno nabii katika Kiarabu linaweza likawa nabii kwa maana ya imba, linaweza likawa nabii kwa maana ya nabwa. Ikiwa kwa maana ya imba ni mhubiri, yuko sahihi. Ikiwa ni annabii kwa maana ya annabiu min al-imba, mhubiri, yuko sahihi. Lakini ikiwa kwa maana nabii kalimatu mushtaqatun min an-nabwa, ni neno ambalo limetoka katika neno nabwa, kwa lugha nyepesi, mtukufu wa daraja. Ikiwa kwa maana hii, ndipo tunatakiwa tuanze kutafuta anakuwaje mtukufu wa daraja kwa maana annabiyu minan nabwa, wakati tayari yeye mwenyewe kwa kinywa chake ametusomea aya ya Qur'ani nambari ya 40 iliyokuwa katika surati al-Ahzab. Anakuwaje nabii kwa maana hiyo? Qur'ani inathibitisha yenyewe, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin. Kwa bahati nzuri, hata kama hakupita kwa kuzama zaidi, lakini kapita katika maana ifananayo, kwa maana Muhammad ndio hitimisho la mitume wote. Nadhani tulimsikia. Ikiwa ni hitimisho, kinachokuja baada ya hapo kitataja, kikajihitajika na kujitaja kwamba ni nabii, kinakuwa ndani, kinakuwa nje. Hii ni hitimisho. Unaposema kwamba mwisho wa mpaka wa nyumba ni huu, atakaye kuja akasema baada ya ule mpaka kwamba na hii ni katika nyumba, tafsiri yake anadhulumu, kwa sababu mpaka wa nyumba tayari umeshaonyeshwa na upo. Wa khatama an-nabiyyin. Narudia, ikiwa kwa maana nabii minal imba, mhubiri, yuko sahihi. Lakini ikiwa nabii kwa maana ya minan nabwa, mtukufu wa daraja, hii itahitaji maelezo. Vipi aseme kwamba yeye ni nabii wakati tayari katusomea Qur'ani wa khatama an-nabiyyin? Huyo mwingine anakuja anatoka wapi? Kwa kuwa ameishi sana na Qur'ani katika kisimamo chake, nimkumbushe sura ya 2 aya ya 2, dhalika alkitab la raiba fi hudan lilmuttaqin. Kitabu cha Qur'ani ni kitabu sahihi ambacho hakina shaka ya aina yote, na ndani yake panapatikana mwongozo kwa kila anayetaka kufikia level ya uchamungu, basi aishike Qur'ani, itamfikisha hapo. Na mitume ndio wanaotengeneza safari ya watu kufika kwenye nini? Uchamungu. Labda Qur'ani basi bii yake ingetusaidia. Wapi kuna mahala inatuthibitishia kuwa baada ya Nabii Muhammad kuna nabii mwingine atakuja? Lakini pia tunaposoma kuna neno alikuwa analitaja, tauhidi. Tauhidi imetufundisha kuna nabiyun na rasulun. Sasa yeye nabiyun wa rasulun au ni nabii tu? Hiyo ndio ni tatu yake. Lakini kama itakuwa yeye ni nabii na rasul, ni nabii wa wapi? Kwa sababu kumbukumbu yangu sura Ibrahim aya nambari 4, ukiisoma surati Ibrahim aya nambari 4, wama arsalna min rasulin illa bilisani qaume. Kama itakuwa pia ni rasul, ni rasuli wa wapi? Kwa sababu Qur'ani inatuambia aya 4 surati Ibrahim, hayupo rasuli yoyote tuliyemtuma ila tulimtuma kwa lugha ya watu wale. Ikiwa ni nabii wa Tanzania tunamsikia anataka na mataifa ya nje, sijaelewa hapa
nini mantiki yake. Lakini nadhani sote tulimsikia akisema neno, na nukta nyingi sana nimezinoti kwa maelezo yake, lakini nataka nipite bil ikhtisar biwasfin wajiz kwa dakika ambazo tunasoma katika hadidu rejea. Alisema yeye si mzuri wa Kiarabu. Nukta muhimu sana, yeye si mzuri wa Kiarabu. Qur'ani aliyokuwa anatusomea ni lugha ya Kiarabu, kwa maana anakiri hayuko sawa. Hebu tuende katika surati Bani Israil aya nambari 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kafa yaqfu, hii ni kafa yaqfu. Usijitie uhodari, usijitie uhodari kwa kitu chochote usicho na ujuzi nacho. Kwa nini Mungu anakataza watu wasijitie uhodari? Wanahyu yaktadhi fasada almanhi anhu, ni masala kisheria. Sasa ikiwa Mungu anakataza, kutakuwa kuna sababu, na sababu ni nini? Inna sam'a, moja, sikio lako, wal basara, pili, jicho lako, wal fuada, tatu, moyo wako, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Siku ya kiyama vitakuja kuhojiwa, kwa nini ulijitia kujua hali ya kuwa hujui. Anatuambia si mzuri. Inakuwa kwa hiyo maana yake Mwenyezi Mungu anamkabidhi unabii mtu asiyejua. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maelezo aliyoyataja kwamba yeye pia alikuwa ummi, lakini alikuwa ummi kwa maana hajui kusoma kilichoandikwa. Kwa hiyo Jibril alikuwa anakuja anampa yeye, na mtume baada ya kupewa alikuwa anakitamka sahihi. Inakuwaje Jibril anakuja kumletea alafu anasoma sio sahihi? Ikiwa ni nabii lazima atapewa na atasoma sahihi. Tumemsikia sote namna alivyokuwa akiisoma vibaya Qur'ani. Inakuwaje nabii alafu anasoma vibaya Qur'ani? Hebu kidogo na waomba twendeni katika surati al-Ahzab aya nambari 21, ambaye ndio kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Kumbe mtume ndiyo kioo, alikuwa anasoma vizuri. Maswahaba kama tunaowaona walipata kusoma vizuri kupitia kinywa cha nani? Cha Mtume Muhammad. Tulitegemea nabii huyu atakuwa na kinywa kizuri ili wanafunzi wake waige kinywa kizuri. Ikiwa mtume mwenyewe, nabii mwenyewe, kinywa hakiko sawa sawa kwenye Qur'ani, tunatarajia nini kwa masahaba? Hebu tutoke turudi katika surati Yusuf. Surati Yusuf aya 108. Surati Yusuf aya 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Maneno haya anamwambia Mwenyezi Mungu, anamwambia Mtume Muhammad, huu ndio mfumo wangu, hii ndio njia yangu, hii ndio dini yangu iliyo sahihi. Waambie hivyo, Mungu anasema hivyo. Waambie hii ndio dini yangu, ad'u ila Allah. Mimi Muhammad na walingania watu kuja katika njia sahihi ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini silinganii hivi hivi tu. Ala basira, mahallu shahid, ala basira. Nikikutanabahisha umesema mwenyewe sio mzuri wa Kiarabu, hii ni shibhu jumla fi mahali nasbi ala alhal. Nalingania hali nikiwa na utaalamu. Mtume anaambiwa aseme hivyo, ala basira, silinganii tu kizembezembe, bali ala basira, hali nikiwa na utaalamu nayo. Alafu kulingania huku mimi Muhammad nalingania nikiwa najua, sio mimi tu. Qur'ani ikaendelea, ana wa man tabani, hilo nalifanya mimi na wote wanaonifuata. Kama unamfuata mtume unalinganiaje wakati hujui? Wakati Qur'ani inasema ana wa man tabani. Nimemsikia akisema, akitunukulia pia aya ya 3 katika surati al-Maida, sote tumeisikia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Hapa wa atmamtu alaykum ni'mati. Nabii huyu kwa mtume aliteremshiwa aya ikithibitisha sasa leo al-yawma maf'ulun fi. Kwenye hajjatul wada Mungu alihitimisha neema yake, kwa maana pale imethibitika hakuna mtume. Neema hii ya utume imekwisha pale. Ukitaka kuijua neema hiyo ndio ya utume, rudi katika surati Ali Imran 164. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin
idh ba'atha fihim rasula. Kwa neema ya utume ilikoma pale Mwenyezi Mungu anawaambia hakuna mtume atakayekuja, kwa sababu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Ni neema, mtume Muhammad ni neema. Laqad manna Allah 164 Ali Imran. Ndugu yangu, sitaki kuchukua muda mwingi sana mpaka wa watu wengine, lakini pia nataka tu nikukumbushe wewe ni nabii ambaye umetuthibitishia sote si mzuri katika taaluma. Ukiwa si mzuri katika Kiarabu, maana yake na elimu nyingine zote hujui. Ndio kanuni. Waarabu wenyewe wana kanuni yao, wanaosoma masala ya Arabic grammar wanajua kuna kanuni inasema numuwu ilmi shakhsin lughatuhu. Kupevuka na kukua kwa elimu ya mtu ni lugha yake. Ikiwa una lugha ndogo, tafsiri yake na elimu ndogo. Nini ni kanuni alami? Numuwu ilmi shakhsin lughatuhu. Unatuambia wewe si mzuri wa Kiarabu, maana yake pia hata kwenye maarifa ni madogo. Mungu anatuleteaje nabii asiye na maarifa? Mushkeli kidogo. Na wewe ni nabii, maana yake lazima utafanya kazi hiyo. Hebu twende 44 Nahli. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim. Muhammad, wewe tumekuteremshia hii Qur'ani ili wewe ndio uwe mfasiri na mbainishaji wa yale yote yaliyoteremshwa kwao. Lakini napata tabu pia ukavuka ukaenda mbali zaidi, kwamba wewe umekuja ndio nabii Ilyasa yule, nabii yule. Kidogo hapa napata tabu, kwa sababu ikiwa wewe ni nabii Ilyas na huu ni ummati wa mtume Muhammad, utaongoza watu kwa kutumia nini? Walikulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Kila generation, kila taifa tumewawekea chombo chao, tumewawekea sheria zao na chombo chao cha sheria. Wewe Ilyasa unataka kuja kuwaongoza wafuasi wa Muhammad kwa sheria zipi? Walikulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Hapa napo mushkeli. Hii ni Qur'ani. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka kutoa nikati hizi, pamoja na kuwa muda naofia kumaliza, lakini nilikuwa nataka kama sio hivyo ningerudi katika maneno mawili ambayo umeyatumia, tuyaone tofauti yake kati ya neno ilham na neno wahi. Kati ya neno ilham na neno wahi. Mimi kidogo sitaki nikuchosha, kwa sababu unaandika na wenzangu naamini wana nukta nzito kuliko zangu. Mimi niwe chambo tu katika kuyaeleza haya, lakini nataka ubaki hapa ulipotuweka, kwamba wewe ni mchache wa lugha, na ikiwa mchache wa lugha, wewe ni mchache wa maarifa. Mungu anakupaje unabii mtu aliyekuwa mchache wa maarifa? Narudia, kama itakuwa maana ni mhubiri, uko sahihi. Al-ulamau hum warathatul anbiya. Kama tunakaa kwa nafasi ya mitume kwa maana ya uhubiri, ni kama nabii, maana yake si nabii. Wenyewe watu wa mantiki wala lugha wanasema inna tamthila la yastaghriq. Siku zote mfano huwa umalizi. Ukisema fulani, kwa watu wa vijana wa mpira, fulani ni kama Messi, basi maana yake kama Messi tutatafuta katika nini? Sio kama Messi kwenye mpaka kimo, kufuga ndevu, kutembea. Kama Messi kwenye nini? Kwa unapokuwa wewe warathatul anbiya, maana yake unamrithi mtume, tutatafuta katika nini? Katika kazi ya dawa, lakini sio katika cheo. Kama itakuwa tunamrithi mtume kwenye dawa, tutakuwa tupo sahihi. Si wewe, hata mimi nitakuwa kwa maana hiyo. Nisite hapa ili niwape wenzangu nafasi. Wallahu waliyu tawfiq. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru kwa hadidu rejea ambazo umetuwekea kwamba kikao chetu hiki kitakuwa kinaongozwa na Qur'an na Sunna na ijma'. Sisi tukiwa ahlu sunna wal jamaa tunakubaliana kwamba mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alipojitokeza katika wakati wake, kiumbe ambaye alidai madai kama haya ambayo amekuja nayo Hamza Isa, kuna jina alimpa, na jina lile sisi Waislamu kumpa mtu anayefanana na yule kwetu sisi ni sunna,
Kwetu sisi ni sunna kumpa mtu ambaye amekuja na kitu ambacho fulani alikuja nacho wakati wa mtume na mtume sallallahu alaihi wasallam huyo mtu alimpa jina. Alitokea mtu anaitwa Musailama wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alijitangazia utume na mtume akamwita Musailamatul Kadhab. Kwa nafasi hiyo ana liyawm usami hadha shakhs Hamza al-Kadhab. Kwa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam leo hii ninamwita mtu huyu kuwa ni Hamza al-Kadhab, kwa kufuata sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na si mtume bali ni Hamza muongo. Hamza muongo, kama sama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Musailama al-Kadhab wa ana usamihi Hamza al-Kadhab. Na uongo wake wa kwanza unadhihirika katika aya aliyoitafsiri yeye kwa akili yake katika sura ya 37 aya 129, watarakna alayhi fil akhirin. Kupitia waraka huu ambao sahabuhul kadhab, sahaba wake mrongo Ridwan aliuleta katika ofisi yangu ya shekhe wa mkoa tarehe 26 mwezi wa 6 2017 saa 7:30 mchana. Kupitia waraka huu ameandika aya ya Mwenyezi Mungu na akaitafsiri kwa akili yake inavyotaka. Aya inasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa tarakna alayhi fil akhirin. Kaweka katika mabano, na tulimuacha in bracket baina al-qausain Nabii Ilyasa, kwa ajili ya baina al-qausain watu wa baina al-qausain zama za mwisho. Watarakna alayhi fil akhirin, na tulimuacha Nabii Ilyasa kwa ajili ya watu wa zama za mwisho, kwa kuthibitisha maneno yake alipokuwa anaitafsiri aya hii au anatafuta maana ya tafsiri ya aya hii ndani ya Qur'an na katika tafsiri za wanachuoni. Hakukuta tafsiri ambayo inampa yeye mashiko, hakukuta tafsiri ambayo inampa yeye tumaini. Sasa nashtaka kumuuliza au kumweleza Hamzatul Kadhab, watarakna alayhi fil akhirin. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo fima maana anasema, man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar, mwenye kusema chochote katika Qur'ani kwa rai yake, kwa akili yake, na ajiandalie makao motoni. Tafsiri hii uliyoiwekea hapa kwenye mabano tunaipata kwenye tafsiri gani? Tunaipata katika tafsiri gani? Sisi Waislamu wa Tanzania na East Africa, katika tafsiri mama ya Qur'ani ya Kiswahili ambayo tunaikubali wote umma wa Kiislamu katika East Africa, ni tafsiri ya Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi. Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi alipokuwa anaitafsiri aya hii watarakna alayhi fil akhirin, alimesema na nukuu, na tumemwachia katika mabano sifa nzuri kwa watu wote waliokuja baada yake. Haina mafungamano kabisa na tafsiri ya Hamzatul Kadhab, haina mafungamano kabisa. Lakini kama huyu tunasema ni Mswahili, atuletee tafsiri zinazokubalika kupitia ummahatul kutub tafasir, Tabari,
Qurtubi, Zamakhshari, Ibn Kathiri, Muhammad Ali Sabuni, ambao wametafsiri tafsiri hii iliyokuwa kwenye mabano kama alivyoinukuu yeye, kama alivyoiwekea, watarakna alayhi fil akhirin, na tulimwachia Nabii Ilyasa kwa ajili ya watu wa zama za mwisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, Nabii Ilyasa anatufanyia khuda, hada ya kusema kwamba yeye siyo Nabii Ilyasa yule, bali roho ya Ilyas, roho ya Ilyasa yule imeingia kwake yeye. Lau sallamna jadala, lau sallamna jadala, tukubali kwa kupunguza majadiliano kwamba haya, roho ya Nabii Ilyasa yule imeingia kwako wewe. Hal laka ruhan, hivi sasa hivi wewe una roho mbili? Hivi sasa hivi katika nafsi yako una roho mbili? Na huyo Ilyasa mwenyewe huko hivi sasa unatupa habari gani? Kwamba ndo ameshazikwa? Kwa sababu mtu bila roho hawezi akaishi. Huyo Nabii Ilyasa mwenyewe ambaye roho yake hivi sasa imekuja kwako wewe, yupo hai au ameshakufa? Hamzatul Kadhab, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an anasema, ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi, Mwenyezi Mungu hajamfanyia mtu yoyote kuwa na mioyo miwili katika moyo wake. Ikiwa mioyo miwili Mungu hakuweka structure hiyo katika mwili wa mwanadamu, vipi roho mbili? Vipi roho mbili? Leo uwe na roho ya Ilyasa yule na Ilyasa huyu na Hamza. Nimalizie ili niwape fursa wengine kwamba Hamzatul Kadhab, mazungumzo yako ya mwisho katika klipu zako za mwisho ambazo uliombea msamaha katika ofisi ya shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, ulifika mahala ulisema kwamba huu sio wakati wa Qur'an. Katika moja ya klipu zako, huu sio wakati wa Qur'an. Kitendo cha kusema kwamba huu sio wakati wa Qur'an, maana yake unathibitisha kwamba huu sio wakati wa kufuata Qur'an, bali kuna kitu kingine unachokiamini wewe, kitu ambacho kwetu sisi Waislamu hatukubaliani nacho. Na kwa msingi huo tuna mashaka na Uislamu wako. Aqulu qawli hadha, wassalamu alaikum. Ndugu yetu Bwana Hamza Isa, ili kupitia maswali hayo nipate kujenga hoja. Ndugu Hamza Isa, nakumbuka alikuja katika msikiti wa Bungoni. Kuna mmoja wa viongozi wetu alimwombea nafasi ya kuzungumza kwa mara ya kwanza, nikakutana naye hapo kabla nilikuwa sijamfahamu. Kile baadaye nikaja kusikia kuwa amedai yeye ni mtume. Kwa naomba kumuuliza ndugu Hamza Isa, hivi ndugu Hamza Isa, unaamini kwa dhati ya moyo wako kuwa wewe ni mtume? Kwa sababu kama utakuwa ni mtume kweli wewe, sisi tusokuamini au wasiokuamini watakuwa ni makafiri, fal-iyadhu billah. Na kama utakuwa wewe si mtume, tunakuhofia kama utakufa katika mazingira hayo utakuwa mtu wa motoni, fal-iyadhu billah. Kwa hiyo ni huruma na mapenzi ndio yanatufanya tuwepo hapa kuzungumza na wewe. Hivi kweli unaamini kwa dhati ya moyo wako wewe ni mtume wa Mungu? Swali la kwanza. Swali la pili, ulikuwa katika mazingira yapi ulipopata ufunuo wa kwanza ya kuwa wewe ni mtume? Ulikuwa katika mazingira yapi? Umelala, yalikuja katika ndoto, ulisikia sauti? Ni mazingira yapi ule ufunuo wa kwanza ambao unauita ilham uliupata katika mazingira yapi? Swali la tatu, unao muujiza wote kutoka kwa Allah unaothibitisha